kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno. Karibu mtumishi. Mungu akubariki sana. Kila mara kumbuka kuombea injili ipate kwenda mbele. Amen. Tunayo furaha tena kuwa na siku hii ambayo Bwana ametupa ili tuweze kushirikiana naye. Sasa ni wakati mzuri wa kusikia tena neno la Mungu, na tunafuraha kuwa na mtumishi wa Mungu ndugu yetu Moses Kulola analo neno kwa ajili yetu tena jioni hii. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Kapigwa singe huyo jamaa. Leo nina neno hili, nisikilize. Ninafahamu hata malaika leo watayasikiliza haya kwa makini sana. Maneno ya leo yana shabaha kamili ya Mungu. Soma Mwanzo sura ya 6. Kitabu cha Mwanzo kinasema ni sura ya 6 mstari wa 1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao watu hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mnyama. Soma mstari wa 13. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila kitu, kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanye safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Mstari wa 17. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi na uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani
kitakufa, lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kila kilicho hai chenye mwili wawili wawili, kila namna utawaleta ndani ya safina kuwahifadhi. Utawaleta ndani ya safina kuwahifadhi pamoja nawe mume na mke, wawe mume na mke, katika vyote virukavyo na jinsi yake, na kila namna ya mnyama wa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake, wawili wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Mstari wa 6 sura 7. Naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege na vyote vitambavyo juu ya nchi wakaingia katika safina, walimo Nuhu wawili wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Imba wimbo huu: eneza habari humu duniani, popote panapo watu, himiza la Kristo, zitangaze neno, yupo mfariji, yupo mfariji, yupo mfariji, Roho Takatifu ndiye mfariji. Eneza habari humu duniani, yupo mfariji. Bwana tusaidie, neno hili ni muhimu kwa ajili ya watu hawa uliowachagua kwa neema siku ya mwisho. Na shukuru kwa jina la Yesu, jichagulie leo. Amen. Nitawafanya wale wanyama waje kwako, nawe utawatunza katika hekalu, katika safina. Hiyo ndio kazi kwa Nuhu kama mchungaji. Nenda katika mwitu, kajichagulia kila mke na mume waingie kanisani, walio safi, ambao watatumiwa na Mungu. Chagua wengi zaidi, na ndani yake hata wasiotumiwa na Mungu, wawili wawili, mume na mke, waingize katika safina moja.
Shida hii ya kichungaji ilikuwepo toka kanisa la Nuhu, ambalo ndilo kanisa la pili kutoka la Adamu, walilorithi watoto wake, mwisho wakalibadilisha, wakaleta sala zingine, wakina Mahalaleli mpaka nyuma yake Nuhu. Kanisa la Adamu likafilisika kiroho, wakaingilia mambo mabaya, likatelemka kiroho. Mwisho Mungu akasema hawaniabudu hawa, wanachanganya mambo mengi mno. Hivi akaliharamisha. Mungu akamuinua Nuhu aunde safina ingine, ili wamchao Mungu waabudu humo. Na miaka 100 na zaidi aliunda safina kwa dhiki nyingi, kama jinsi mchungaji aanzavyo kazi kwa shida na tabu. Kwa mwaka hakuna mtu, labda watatu, miaka 5, labda 10, labda 20 tu. Kwa hiyo ana shida mchungaji, mpaka analalamika, anaomba msaada kwa wainjilisti au kwa wachungaji wengine wamsaidie. Shida ile ile ya kichungaji, kila anapounda safina Nuhu, watu walikuja kuvunja, wakimcheka, wakimdharau, wala hawakumpa heshima. Lakini Nuhu alinyamaza kimya, Mungu akampigania. Kwa uvumilivu wa Nuhu, watumishi wa Injili wajifunze. Nuhu mwisho, baada ya kuunda safina, kwa sababu ya dhambi zilizokuwemo katika makanisa ya siku zile, dhambi za uzinzi, wakatamaniana wao kwa wao. Mchungaji anatamani mshirika wake, wanapeana mimba humo humo kwenye kwaya na vijana. Kanisa likawa mahuru. Kama ukiona namna hivyo, jingatue. Mchungaji anatenda dhambi na wewe unaendelea kusali, utakopekwa jehanamu. Mwambie kwa heri mchungaji na madhambi yako. Kaa nao watenda dhambi wenzio, na tafuta sehemu utakapokula mkate na kunywa. Haleluya. Kimsikiza mchungaji mlevi, mnywa pombe, mwambie mchungaji wa kondoo za Mungu hani pombe wala hani Stella, wala hani Stella. Nani Stella hapo? Jina la wakina mama hilo. Kuna binti mmoja kwangu, ni wewe, nifute uitwe Elizabeth. Kulikuwa na binti moja huko kwangu, aliposikia lori moja ilikuwa limejaza makopo ya Stella, nikaanguka. Lori linakwenda tu. Jamaa mwingine akaanza kwa watu wakawa wanaokota. Kuja kulisoma Stella. Jina langu kumbe ni pombe. Tangia leo mimi sio Stella. Asante. Hivyo ndivyo kanisa la siku zile. Ikawa mradi wanaingia kanisani, wakitoka kanisani wanatazama saa za kwenda kunywa na kustarehe. Kwenye aina ya sherehe ndiko bia na pombe zinanywewa. Kwenye starehe zote sherehe zinanywewa. Nao ni watu wa Mungu. Ni huzuni. Mungu akasema, nitachagua mtumishi mwingine, hawa nimewakataa. Kwa sababu hutamchanganya Mungu na dunia, atakuacha pekee. Utafikiri unaye Mungu, kumbe huna. Mungu haabudiwi na hayo yote. Mungu ni mtakatifu mno. Haleluya. Sikiliza niseme taratibu, ina wakati wa kutosha, nusu saa nzima au zaidi kidogo tu. Ndipo Nuhu alipomaliza kujenga kanisa, yeye na watoto wake tu. Najua walikuwa wakipeana zamu,
wakati watoto wa kiume wanakata miti ya mbao za mivinje, watoto wa kike wanasomba. Mara wengine wanaenda kulima mahindi kule, wanaenda kulima viazi kwa ajili ya chakula, maana hakuna aliyewalimia. Walisemwa ni walokole, hawajui kitu, wanachekwa ovyo. Walikuwa kinywa pombe, wanawaendea, wanawapulizia ile pombe, ile pombe inawaendea, wanajifuta tu mapombe yao, huku wanacheka, wanasema eti wameokoka bure tu, bure tu. Kwa hivyo Mungu alipata hasira kubwa, ingawa hakuwahukumu, lakini alikuwa na hasira kubwa mno. Aliwaweka akiba wakidhani wanaishi salama. Kwa siku moja Mungu ni kama miaka 1000. Miaka hiyo walioishi walidhani ni miaka mingi ya starehe, kwa kumbe kwa Bwana ni dakika tu. Ipo saa aliyoiweka, atakuja mwangamize mwenye dhambi yote. Yeyote mwenye dhambi yoyote utaangamia, hakuna msamaha. Ndipo utaiona hasira ya Mungu siku ile, wala hata kusamehe kamwe, hata kuwa na msamaha kamwe. Nuhu akaambiwa, walete wote na uwatunze, walete, uwatunze, uwatunze. Hivyo Nuhu hakwenda kwenye pori na fimbo kupiga tembo, akamwendea dubu kamchapa, akamwendea chui kamchapa. Chui angelimlalua. Kaenda kwenye nyoka kamgota kichwani, asingeweza, angekuta limepanua kinywa namna hivi na shafu. Akamwendea mamba, asijui amswage kutoka baharini au ziwani au mtoni, asingeweza Nuhu. Lakini Nuhu alisimama katika msitu, alisimama na fimbo akionyesha safina iko hapa, safina iko hapa. Mtu wa Mungu anaonyesha safina safi iko hapa, bali na mbao zinazoonyesha kwenye kona. Sungwe Street ni ile, Temeke Road ni hiyo, Zanaki Road ni hiyo, Ubungo Road ni hiyo, Tabata Road, sijui haya majina na yasema yapo, sijui ni hii hapa. Kaubao kapo siku zote, kamesima tena pazuri, kamejengewa sementi pale, hakatikisiki. Kalipoamuliwa kukaa hapo, kakakaa hapo hapo, kakapigiliwa hapo hapo, paka mvua inanyesha, kananyeshewa kaubao, kanaandika tu Ubungo Road. Ndivyo washuhudiaji leo na wachungaji na wainjilisti, wahubiri na watumishi wa Mungu, waimbaji na waombaji, kazi yao kuwaonyesha wengine Yesu yuko hivi. Lakini ukimpeleleza, hayuko kama anavyoonyesha Yesu yuko hivyo. Anafanya ya kipagani. Yule anayehubiri, yule ni mtenda dhambi, yule unayemwona yuko madhabahuni, huyo anafanya dhambi za aibu kuliko wewe anayekuhubiri. Kazi yake kuonyesha Yesu yuko hapa, Yesu mwaminini, mkae wa Kristo wema, mbatizwe, siku ya kubatizwa iko tarehe fulani mwezi fulani. Kazi yake kuonyesha tu. Sasa na hizo mbao, kazi yake hivyo nayo ubao kuonyesha. Tabata Road, Mtoni Road, kwenda kwa mchungaji Kisoro, Mtoni Road, kaubao kanaonyesha. Mwisho magari kule yanakosea, dereva mlevi kanakuja kugusa kale kaubao, kanakwenda upande, bado kanaonyesha Mtoni Road, kanaonyesha hivyo. Mbona magari nayo bwana kanaonyesha kaubao kapo, kamelazimishwa weko pale hapo upande, lakini bado unaonyesha Yesu ni Mwokozi. Kumbe uko upande, umekwisha pigwa mkungo na Ibilisi bila kujua. Lakini Nuhu alisimama. Aliposimama, wanyama wakaja wenyewe, mamba wakaja wenyewe, chui wakaja, simba wakaja, nyoka wakaja wawili,
maana alipiga kelele, msioliwa wawili wawili, mlio chakula 7 njooni kama nilivyowaamuru. Ninayo mamlaka. Wote wanaoliwa wanajua sisi tunaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tunakwenda sisi 7. Wengine nasi sisi 7 tu tumekatwa hapa. Wanapojaribu kuja wanazuiwa na nguvu fulani. Wanajaribu kuja wanazuiwa. Ng'ombe sijui mbuzi wanazuiwa. Wanabaki 7 wanajiswata wenyewe. Haya wasioliwa mamba linakuja. Wako 15 kutoka kwenye mto. Walisikia wale wengine wanalazimishwa kurudi nyuma. Wanabaki wawili tu. Mume na mke yanaanza kuja mama kwenye nchi kavu. Hivi hivyo nyoka, hivi hivyo simba, hivi hivyo dubu, hivi hivyo wawili 7. Nuhu kasimama. Wanapita hapa, wanaingia. Wanapita hapa, hana hofu. Wanapita wanamnusa, tembo wanaleta mkondo namna hiyo. Nuhu kasimama tu, hana hofu. Ninafanya nilivyoamriwa. Basi sina woga hata angelikuja na meno ametoa nilivyo. Nuhu yuko kimya, anaonyesha tu safina iko hapa. Anayependa kuingia mbinguni, kanisa liko hapa. Ingieni, msali, mjazwe Roho Mtakatifu, mle chakula, mfundisho ya mbinguni. Mwalimu Tita yupo, atakufundisha, atakusaidia. Waliosikiliza waliingia. Haleluya. Wote wakajaa ndani ya kanisa. Ikawa kazi kwa Nuhu kama mtumishi wa Mungu, anangoja kuona yatatendekaje. Mwisho akasikia sauti, Nuhu, 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 Bwana niko hapa, sema Bwana. Ninafunga mlango, ingia wewe na wanao wote, nami nitaleta mvua, itamaliza wanadamu wote na viumbe vyote na miti na ndege.